Husda ni maradhi makubwa sana, ambapo leo tukiangalia uchawi kuna watu maalum ambao wamefanya maamuzi kabisa kwamba mimi nataka niingie katika uchawi, au wameshawishiwa mwisho wa siku wakakubali wakaingia katika jambo la kichawi. Lakini husda haiko tofauti kabisa. Husda ni maradhi mabaya sana. Wengi wamepata maradhi kwa sababu ya husda, wengi wameondokewa na mali kwa sababu ya husda, wengi wameangamia na kuteketea kwa sababu ya husda. Husda ndugu zangu ni maradhi makubwa sana ambayo hayachagui mwema wala muovu, mwana wa chuoni, mjinga, wote hao huwapata na kuwadhuru wengine. Husda hiyo ilivyo, yani wewe shekhe moyo wako unaingia husda. Shekhe mwenzangu mbona kasoma hivi, mbona ana ufasaha kuzungumza sana, mbona ana vile na vile, unakuwa na husda. Hata uwe mwema wakati mwingine husda inakupata, uwe muovu, uwe vyote utakavyokuwa, husda inakupata. Nini maana ya husda? Husda maana yake ni kukitamani kuondokewa neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia mwenzako. Pia unaweza kusema ni kuchukia kitu chochote kile cha kheri ambacho kiko kwa mwenzako na kutamani kimuondokee, kama vile mtoto, nyumba, gari, nguo, kazi na kadhalika. Lakini pia ukatamani kile kitu kimpotee, kwa kuwa husda ni sumu kali. Allah jalla jalalu akuacha kuzungumzia katika Qur'ani, pia kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama akaelezea husda katika hadithi zake. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratul Baqara. Suratul Baqara hii ni sura ya pili, baada ya alhamdu inafuata hiyo suratul Baqara. Nenda kaangalia katika aya 109. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wanatamani wengi katika Mayahudi na Manaswara laiti wangeweza kuwarudisha enyi Waislamu katika ukafiri baada ya kuamini, ikiwa ni husda kutoka kwao baada ya kuwabainikia kuwa Uislamu ndiyo dini ya haki. Lakini pia Allah akaendelea katika sura nyingine, suratul Nisa aya 54, anasema hivi, hao makafiri wanahusudu watu kwa yale aliyowapa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na fadhila zake. Hakika amewapa watu wa Ibrahima kitabu na hikma, na tukawapa ufalme mkubwa. Pia akasema katika suratul Falaq, Allah anasema, nenda kaangalia katika aya ya 5, pia inajikinga kutokana na shari ya hasidi pindi anapohusudu. Subhanallah. Ndugu yangu, husda sio kitu kidogo kama tunavyokifikiria na kukisikia sana katika masikio ya watu. Husda, ukiangalia hii suratul Falaq, utakuta miongoni mwa vitu alivyoamrishwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ajikinge kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Moja, shari zote zilizoumbwa na Allah. Pili, shari za usiku pindi unapoingia usiku. Tatu, shari za wachawi wanapofanya uchawi wao. 4, shari za hasidi pindi anapofanya uhasidi wake. Allah atukinge na shari zao. Lakini pia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaeleza, amepokea Abu Huraira radhiyallahu anhu, alisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, hakika utawapata umma wangu maradhi. Maswahaba wakauliza, ya Rasulullah, ni maradhi gani hayo ewe Mtume wa Allah? Akasema Mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ugonjwa wa kwanza kupinga haki. Na ndio leo tunaona mtu haki anaiona, lakini anaikumbatia batili kwa sababu ya maslahi yake binafsi. Jambo la pili, kuitafuta dunia sana kuliko akhera, na hubu dunya ra'si kulli khatiya. Mapenzi ya kupenda sana dunia ndo kichwa cha maovu yote. Tunaona mashehe wetu wanadhalilika, mashehe wetu wanakumbatia vitu ambavyo sio dini wakati mwingine. Kwa sababu ya nini? Dini wameitoa kwenye damu, wameiweka katika matumbo yao,
baada ya dini kuwa katika damu, kwa maana mtu yuko tayari juu ya jambo lolote lile la kuvunja dini yake yeye alizuie, lakini mtu anazuia kwa sababu mambo ambayo sio dini kabisa. Maradhi ya pili, utafuta dunia sana kuliko akhera. Maradhi ya tatu, kushindana katika mambo ya kidunia. Naona leo watu wanavyoshindana kujenga maflame ya maduka, wanavyoshindana kujenga majumba, wanavyoshindana kununua magari, wanavyoshindana mambo mbalimbali ya kidunia. Jambo la nne, maradhi ya nne ni kuchukiana. Hayo ndio usiseme kabisa, chuki baina ya Waislamu kwa Waislamu. Leo imani ndugu zangu hakuna. Uislamu tunaoishi nao leo sio Uislamu aliofundisha mtume wa Allah. Uislamu wa chuki ni miongoni mwa maradhi mabaya kabisa. Ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Allah anasema ugomvi ulioko baina yao ni mkubwa. Tahsabuhum jami'an, ukiwaona mashaallah ya Waislamu wana ni watu wazuri kweli, wanapendana, wamevaa makanzu, wanaenda kuswali Ijumaa, wanaenda kuswali swala za jamaa, wanaenda kuswali Idi, wapo sehemu gani na makanzu, wamekaa safu moja, lakini ugomvi ulioko baina yao ni mkubwa sana. Tahsabuhum jami'an, ukiwahesabu unaweza ukazania wapo kitu hiki kimoja, kumbe nyoyo zao ziko tofauti. Nyoyo zao ziko tofauti kabisa. Maradhi ya nne, kuchukiana. Maradhi ya tano, kuhusudiana, na ndio mada yetu ambayo leo tunaielezea. Kuhusudiana wao kwa wao, kufanyana husda mpaka utakuwa uovu mkubwa na maneno mengi kushinda vitendo. Imepokewa na Tabarani. Tatu, tofauti ya husda na ghibta na hiqdi. Kuna husda, kuna ghibta, kuna hiqdi. Haya mambo yana tofauti gani? Twende kwanza kwenye husda. Husda kuna tofauti kubwa sana baina ya husda, ghibta na hiqdi. Ama husda, hiyo husda ni kutamani kuondokewa na neema kwa ndugu yako, au kumalizika au kupotea, na hili ni haramu. Halifai kabisa Muislamu kuwa na sifa kama hizi. Lakini ghibta ni kutamani alichonacho mwenzako, pamoja na kumuomba Allah akupe mfano wake au ziada, lakini bila ya kuondokewa au kupunguziwa kwa ndugu yako, na hili ni halali kabisa. Ndugu yako ana ilmu kubwa, kwa mambo ya Rabbi, na mimi naomba unipe elimu zaidi ya ile ya ndugu yangu. Ana ufasaha kuzungumza sana, ya Rabbi naomba na mimi unipe ufasaha kuzungumza. Allah amempa neema ya kupendwa na watu, ya Rabbi naomba na mimi unijalie zaidi ya ile watu wanipende. Amenunua gari, ya Rabbi naomba na mimi unijalie nipate gari aina fulani zaidi ya ile. Hii wala haina ubaya kabisa. Lakini hikri ni kujenga chuki moyoni ya kumchukia ndugu yako Muislamu sawa, sababu yani unamchukia kisawasawa ndugu yako Muislamu bila hata kujali, hata kama anakusaidia, bila sababu zozote zile. Ndugu zangu, ni haramu kwa Muislamu, kwani ni katika sifa za makafiri. Hikdi na husda ni mambo mabaya. Lakini hawa mahasidi wana sifa. Utamjuaje hasidi? Sifa zao, kwanza kabisa, jambo la kwanza, sheria yetu tukufu ilipoyajua madhara ya husda, ilijaribu kufanya uchunguzi wa kina kabisa katika kumjua hasidi, ili ujiepushe naye, kwa sababu hasidi ni katika mambo hatari sana katika maisha ya jamii. Na mimi leo hapa nitajitahidi kukupa baadhi ya sifa za mahasidi kama ifuatavyo. Kwanza, sifa ya hasidi, ukipata neema anakutizama sana. Kuna mtizamo fulani hivi, mwenye akili anajua huyu kunitazama huku, kuniangalia huku sio bure, kuna kitu anaashiria kabisa, yaani anakutizama sana. Lakini pia anapoiona neema yako, bwana umenunua simu kali, bwana huyu kwa simu, kutabasamu kwake kunajulikana nile, yaani atabasamu kutoka moyo. Tabasamu leo kutoka moyo linajulikana. Anatabasamu kwa uongo bila ya kuonyesha furaha ya dhati. Hasa anatabasamu pale unapomwangalia usoni pale, akiona simu kali wewe hivyo.
lakini kutabasamu kwake unajua kabisa kutabasamu huku kuna kitu moyoni kipo. Namba 3, kukunja kwa uso wakati wanakutizama. Yaani ile ashafurahi tayari, lakini baada sura imekunja anakutizama, utazama baadaye. Yaani anakutizama hivi. Lakini namba 4, mtazame maneno yake wakati anazungumza. Maneno yake wakati wa kuzungumza. Anazungumza maneno, Sheikh alhamdulillah. Unanenepa kwa siku unakula nini? Siku shia gani hivi? Yaani anazungumza maneno ambayo, yani mfano wa maneno hayo, maneno ambayo anazungumza unajua kabisa huyu ni mkosea nini? Yaani wewe mtizame tu maneno yake wakati wa kuzungumza. Lakini tanbii hizi ni alama ambazo unaweza kumjua hasidi, kwani huwa na mtizamo usiokuwa wa kawaida katika lile jambo ambalo analihusudu. Na mambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukingi na husda. Tunaendelea namba 5, kuchukia wakati wote. Yaani amechukia wakati wote, amechukia zile kadari za Allah. Allah amemkadiria mwenzake ajenge, yeye hajajenga, lakini anachukia. Namba 6, muda mwingi ana malalamiko, mchache wa kumshukuru Allah. Hata akipewa dunia mzima mtu huyo atosheki. Namba 7, ufuatilia makosa siku zote na kuyatangaza kwa yule ambaye anamhusudu katika vikao. Unajua kuna watu wanatengeneza mazingira, mfano mtu anamhusudu mtu fulani, aje agombana wala nini, anatengeneza mazingira kutokana na hasadi zake zile. Nyewe wote anataka kuambukizeni ule ugonjwa, kila mmoja umpate. Bwana yule yanitokea amenua ile gari yake ile. Siku moja nimepita pale shena shuka kunibariki, wallahi nimechoka na kwa shambani. Kumbe sio kweli, huenda kweli lakini yeye hakumuona. Yaani nilimradi tu anatafuta makosa, yale makosa yeye aweze kuyafikisha kwa watu, na wale watu ule ugonjwa upate wamhusudu bwana kama wale kutokana na neema aliyopewa na Allah. Ananiona anashusha tu kioo ananisalimia baada ya kusimama, vitu vyenye nimepata juzi tu vile. Vitu na mfano wake. Anatangaza katika vikao. Namba ya 8, kuficha mazuri yote anayoyafanya yule ambaye anamfanyia husda na kujifanya hayajui mema yake. Yaani hata kama ana wema watu anafanyia mambo mazuri, yeye wala lile halijali. Anaficha mema, anatangaza mabaya. Namba 9, wakati mwingine hasidi hukuambia kitu kama vile ni utani, kumbe kinatoka moyoni mwake, kumejaa chuki na mafundo bila sababu yoyote. Kitu anazungumza kama anakutania hivi, kumbe katika moyo wake fadha una jambo zito. Lakini namba 10, huyo hasidi akipata nafasi ya kuombea dua mbaya yule ambaye anamhusudu, basi apotezi nafasi. Kuna kisa huwa tunakisikia sana katika mashekhe wanazungumza. Kuna baadhi ya vitabu tumeona kuna malaika wawili waliteremka, kama sikosei imekuja hivyo, wakamuuliza yule bwana hasidi kwamba bwana, sisi tumekuja hapa tunataka tukupe neema, tumetumwa na Allah, lakini neema hii ambayo wewe tutakupa, kuna ndugu yako fulani yule tutampa viwili. Kwa mfano ukiomba gari moja tunampa magari mawili, ukiomba kompyuta moja tunampa kompyuta 2, ukiomba nyumba moja tunampa majumba mawili, ukiomba milioni moja tunampa milioni 2. Yule bwana hasidi akafikiria, yaani kila nikipata milioni kimoja yeye anapata mawili. Akapata majibu, akasema mimi naomba mnitoe jicho moja. Kwa sababu gani anaomba atolewe jicho moja? Anajua mwenzake atatolewa macho mawili. Hiyo ndio hasadi yake, tayari apate madhara yeye, anajua madhara yake yeye atakuwa nusu, mwenzake atakuwa madhara kamili. Hizo ndio sifa za hasadi. Yaani apotezi nafasi. Subhanallah. Ndugu zangu watukufu Waislamu, angalia sifa hizo za hasidi. Allah tuhifadhi na hawa watu, na wapo wengi sana ulimwenguni. Mimi nimewahi kuwaona pia na kuwasikia ukiwaombea dua mbaya wasiokuwa na hatia kabisa. Wanaombea dua mbaya watu ambao wana hatia kabisa. Juzi tu hapa kuna kile kifo cha Sheikh Njuki kama mnakumbuka, aliombewa dua na watu, Mwenyezi Mungu tunakuomba akisimama mbele za watu wasisikike, Mwenyezi Mungu tunakuomba upoteze manasiki yake, Mwenyezi Mungu tunakuomba apate ajali ya gari. Bahati nzuri Allah Subhanahu wa Ta'ala akajalia ile tukio likarekodiwa na mambo tumeona namna alivyokwenda. Ile ni hasadi.
Lakini pia Sheikh Njuki mwenyewe baada ya kupata ripoti zile, angalia namna alivyokazungumza maneno rahimahullah. Sheikh Allah subhanahu wa ta'ala mrehemu, Allah msamee makosa yake, akazungumza maneno kwamba hawa watu mimi nawasaidia, nafanya vile na vile, kama njaa basi mimi nitawapelekea. Ile ndo hasadi. Ukisikia hasadi ndo ile mtu anamwombea dua mbaya ndugu yake Muislamu. Hata watu wasiokuwa na hatia yoyote, bora vijipesa vyake viungue moto, na makubwa zaidi ya hayo. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha jambo hili na lina madhara mengi sana. Tanbii, unatakiwa kujua sifa hizo, kwani husda inatokea kwa mcha Mungu, kwa muovu, kwa mama, kwa baba, kwa mkubwa, kwa mdogo. Pia huenda ikatokea kwako wewe mwenyewe. Hiyo husda hiyo inaweza ikatokea kwako wewe mwenyewe. Ndio maana uhasidi ukawa ni sumu kubwa sana. Sasa ukijua sifa hizo itakusaidia sana kuondoa na kupata matibabu yake. Tuelezee madhara ya hasidi inshallah. Namba 5, madhara ya uhasidi. Miongoni mwa madhara ya uhasidi ni kukata mafungamano ya kifamilia, kukata mafungamano ya kijamii, kwani huleta chuki na maelewano mabaya. Mwalimu wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatueleza sisi Waislamu njia safi nzuri ya maisha, akisema msihusudiane wala msikatane udugu wala msitukiane, weni waja wa Mwenyezi Mungu, nyinyi ndugu. Na katika hadithi nyingine, ombeni sana msaada kwa Allah katika kufanya mambo yenu, kwa kuficha, kufanya siri mambo yenu, kwa hakika kila mwenye neema huhusudiwa. Imepokewa hadithi hii na Ibn Dunya. Angalia hapa, leo kuna watu wanaposti, wanauja uzito tu, wanawake wanaposti zile mimba katika mitandao. Facebook tunaona, Instagram tunaona, TikTok tunaona, maeneo mbalimbali katika mitandao. Mtu anaposti, ameweka pale nyimbo. Amejifungua mtoto siku ya kwanza, tayari mtoto ameshamposti. Amenunua gari, tayari ameshaposti. Amefanya vile. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ombeni msaada kwa Allah. Husda ni jambo baya. Husda linaendelea leo. Watu wanataabika, watu wanahangaika, watu wanapata matatizo kwa sababu ya husda. Ombeni msaada kwa Allah kwa kufanya siri mambo yenu. Kila mwenye neema uhusudiwa. Mwenyezi Mungu akijalia kipande kinachofuata tutaeleza namna ya kupatwa na husda. Yaani mtu vipi husda inakupata na namna ya kuiondoa husda hiyo. Kwa sababu athari ya husda kwa mtu ambaye aliyempata husda, namna ya kujikinga kuna husda. Ndugu zangu katika imani, tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufikishe salama. Tuendelee na sehemu yetu ya pili na tupeane hiyo da'wa ya mtu kujikinga juu ya husda. Alkamalu lillahi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalela Online TV, elimu ya dini, tiba ya jamii.